Ulizo ni hili: je, Yuda Iskariote alizaliwa na kusudi la kumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo? Je, Yuda Iskariote alizaliwa na kusudi la kumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo? Kuna wengi wanatoa maoni yao. Kama haujatoa maoni yako, jitahidi pia jiunge na wengine kwa kutoa maoni yako kuhusu ulizo hili, ili tupate kusaidiana katika usikivu wa maandiko. Kuna ndugu huyu katika Kristo aliyechukua muda kabisa na kuandika mengi kutokana na ulizo iliyoulizwa. Anasema, hapana, kwa mjibu wa mafundisho mengi ya Kikristo, Yuda Iskariote hakuzaliwa kwa kusudi la lazima la kumsaliti Yesu Kristo. Hili ni swali kubwa la kiimani na kuna mitazamo tofauti kidogo, lakini kwa ufupi, jambo la kwanza naandika: uhuru wa kuchagua, free will. Wengi wanaamini kuwa Yuda alikuwa na uhuru wa kufanya maamuzi yake mwenyewe. Alikuwa mmoja wa wanafunzi 12 wa Yesu, lakini alichagua mwenyewe kumsaliti kwa pesa. Hivyo si kwamba aliumbwa tayari awe msaliti. Alifanya uamuzi huo mwenyewe. Huu ndugu katika Kristo anaendelea kuandika. Jambo la pili, unabii ulioandikwa kabla. Katika Biblia kuna maandiko yaliyotabiri kwamba Yesu angesalitiwa. Hii huleta swali: kama ilitabiriwa, je, Yuda alikuwa na chaguo? Wengine wanasema Mungu alijua kabla. Aliona mbele, lakini hakumlazimisha Yuda kufanya hivyo. Ni kama kujua kitakachotokea bila kukisababisha. Ubarikiwa kwa muda wako uliotoa kwa kuandika maneno hayo. Ubarikiwa. Jambo la tatu anaandika: mtazamo mwingine wa kidini. Baadhi ya watu wanaamini kuwa Yuda alitumika kama sehemu ya mpango wa Mungu wa wokovu, lakini bado anawajibika kwa kitendo chake. Hitimisho rahisi. Jambo la kwanza, Yuda hakuzaliwa akiwa lazima awe msaliti. Jambo la kwanza hilo. La pili, alikuwa nafsi ya kuchagua. Alikuwa na nafasi ya kuchagua, lakini alichagua njia hiyo mwenyewe. Mungu alijua hilo lingetokea, lakini hakumlazimisha. Anasema Mungu alijua hilo lingetokea, lakini hakumlazimisha. Upate kubarikiwa ndugu kwa kuchukua muda kabisa na kuandika maoni yako. Hii kama gisi ninavyosema, maoni yako inaweza ikafungua wengine, inaweza kuwapatia wengine ujuzi fulani katika usikivu wao wa maandiko, na upate kubarikiwa ndugu, na uwe na siku njema.